Simulizi na JK. Leo katika simulizi na JK tunayo simulizi ambayo inahusiana na matukio manne ya kutisha yaliyonaswa na CCTV kamera hapa Tanzania. Usiku wa manane, kamera za ulinzi zilikuwa zinaendelea kurekodi kama kawaida, lakini kile kilichonaswa kilishangaza watu wengi na watu wakibaki wakitetemeka. Je, haya ni mapepo, mzimu au kuna maelezo ya kawaida yasiyojulikana bado? Leo tunaangalia matukio manne ya kutisha yaliyonaswa na CCTV kamera hapa Tanzania. Hakikisha una subscribe, ubonyeze like na tuanze. Kaa hadi mwisho kwa sababu tukio la nne lilitokea Zanzibari, ni la kushangaza sana. Tukio la kwanza ni tukio la ng'ombe waliokimbia kama walichoona kitu kisichoonekana katika kijiji kimoja. Kamera ya ulinzi ilikuwa ikilinda banda la mifugo. Ilinasa tukio la ajabu sana. Usiku ulikuwa umetulia, ng'ombe kadhaa walikuwa wakizunguka bandani. Ghafla mmoja akanyanyua kichwa chake akaangalia upande wa mbele. Ndani ya sekunde chache mwingine naye akanyanyua kichwa chake na kuangalia mbele. Ghafla kama waliona kitu kisicho cha kawaida, mmoja wao akaanza kukimbia. Kamera ikawaonyesha wote wamesimama, macho yao yanaelekea sehemu ile ile. Hakuna mtu aliyekuwa anaonekana, lakini ng'ombe wote kwa hofu wakashangaa na wakakimbia. Walikimbia kana kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kilikuwa kinawakaribia. Baadaye mwenye mifugo alipoangalia rekodi hii alishangaa. Hakuna mtu kwenye video, lakini kwa nini walikimbia hivyo? Je, waliona kitu ambacho macho ya binadamu hayawezi kuona? Tukio la pili ni la mwanamke aliyetokea ghafla nje ya nyumba. Tukio hili lilitokea usiku nje ya geti la nyumba. Kamera ya CCTV ilionyesha mwanamke mchawi akifanya vitu visivyoeleweka kwa mama mwenye nyumba hiyo. Hebu tutazame kidogo.
Na baada ya kumaliza mambo yake, ghafla anapotea, anamuacha mama yule pale nje. Baada ya muda, yule mama anazinduka na kujishangaa yupo nje peke yake. Anaogopa, anagonga geti, na baada ya muda mume wake anatoka, na yeye anashangaa. Jambo la ajabu, anaangalia huku na kule na haoni chochote. Je, unadhani ni nini kilitokea baada ya hapo? Lakini kamera ilionyesha wazi kulikuwa na mwanamke alipotea ghafla. Je, unaamini uchawi? Na tukio la tatu, kiumbe kilichotembea kwenye parking ya gari. Mmiliki wa nyumba moja alipokuwa anakagua rekodi za CCTV kamera yake, aligundua kitu cha kushangaza sana. Kamera ilikuwa inaonyesha eneo la parking, hakuna mtu, lakini kuna kiumbe kinatembea pole pole. Mwendo wake ni wa kushangaza, hakuna mtu aliyepita. Mmiliki alipoona hilo, alirudia video mara kwa mara, lakini hakuweza kuelewa hiki ni nini kilichopita hapa. Hii inashangaza sana. Unadhani hii ilikuwa ni kiumbe gani? Na tukio la nne, kivuli kilichomshambulia kijana. Hii ndilo tukio lililowaacha wengi wakiwa na hofu kubwa Zanzibar. Kamera ilionyesha vijana wawili wakitembea mtaani. Ghafla kivuli cha ajabu kinatokea kwa yule wa pili, kinamgusa begani na anashtuka. Anaangalia nyuma, hakuna mtu aliyemshika. Anaendelea kutembea, lakini sekunde chache baadaye kivuli kile kinamshika tena. Mara kikaanza kumfuata tena, kinaonekana kana kwamba kinamwingia mwilini mwake. Ghafla anadondoka chini, mwenzake anakimbia kumuinua. Anaangalia pande zote, lakini hakuna mtu. Hakuona kitu chochote kinachoonekana. Tukio hili liliwafanya watu wengi kuanza kuamini na kuweka mjadala ya kuwa wengine walisema hayo yalikuwa ni mapepo mabaya. Matukio haya manne yameacha maswali mengi. Je, haya ni mapepo au ni mizimu au kamera zilinaswa mwanga wa ajabu, viumbe au wanyama wasioweza kuonekana vizuri? Tuambie kwenye komenti, ni tukio gani limekutisha zaidi? Unadhani ni mambo ya kawaida au kuna nguvu zisizoeleweka? Kama unapenda simulizi za kweli, CCTV na matukio ya ajabu, subscribe sasa hivi Simulizi na JK. Bonyeza like na subscribe video hii ili uweze kuwa wa kwanza kupata video inayofuata.